Ndani ya utii kuna heshima. Unayemtii maana kuna mheshimu. Ndani ya utii kuna unyenyekevu. Ndio maana halisi ya unyenyekevu sio muonekano. Sio kujitengeneza, ni kuweza kupokea neno lisilo lako la mtu mwingine hata kama hulitaki. Ndio maana Yesu asema alinyenyekea, alitii, alinyenyekea. Ukitaka kumjua mtu ana roho iliyoinuka ni kukataa kutii, hata kama ukoje, hata kama una majina mazuri amekufa na damu, mtume, nabii, lakini tutakupima wewe umo ndani ni nani kwa utii. Utii ni uwezo wa kukubali kuacha yote. Ni matokeo ya kuacha vyote. Ni matokeo ya kukubali kukosa. Na ndio kanuni ya wito wa Kristo. Anasema msio asiweza kuacha kwa ajili yangu hanifai. Utii ni kanuni ya kuwa na baba, aidha wa kiroho wa kimwili. Unaposhindwa utii tunakuuliza, kwani wewe jini? Si umezaliwa na mwanamume wewe? Utii ni kanuni. Unayetaka kuwa na mwenza uzae naye watoto. Sababu unataka vitu kanuni zake uzitaki. Utii unapima nafsi imeinuka au imeshuka kiasi gani, nafsi ya mtu. Utii. Umelelewa, umefundishwa kwa jemedari wa kutokutii. Wamekutia hasara kwenye maisha wewe. Utii ndio mapenzi. Mwanamke mtii au mtu mtii kwa kiongozi wake anaonyesha mahaba. Ndio mahaba, moja mahaba ni ule utii. Kuna utii mahaba yamekushinda. Ndio maana mwanamke anaona furaha mume wake anamwambia hebu nipikie chai. Haseme badilisha maneno yako, usiniambie hebu. Niambie naomba. Hujui anakupa fursa ya kuonyesha mahaba kwake. Utii manake wewe ni yote ndani ya yote kwangu. Hujui anakupa fursa basi nionyeshe kwamba mimi kwako ni yote ndani ya yote. Anakupa fursa tu ya mahaba. Alafu mnashinda saluni wakina mama. Saluni na kutokutii ni chumvi na sukari. Kutaka kupendezesha mwili pasipo kutii chumvi na sukari ni kuleta maumivu. Unataka kuinuliwa, muonyeshe mtu kwamba umeshuka kwake. Unataka kumuonyesha unampenda, shuka kwa njia ya utii. Unataka kumtengenezea moyo wa kupenda, haya yote magumu kwako, basi sasa unatafuta mwanamke wa nini? Unatafuta mwanamume wa nini? Unatafuta baba wa nini? Unakaa na jamii kufanya nini? Maana ile nguzo inayokuunganisha na hao yote ya utii umeikataa, moyo wako umekataa. Ndio maana kutokutii ni mfano wa Lucifer na kutii ni mfano wa Kristo. Kwa hiyo hata ungeniambia una vipawa namna gani, hata ungejivuna kwa kiroho namna gani, hutanizuia nisikuite mfano wa Lucifer iwapo utakuwa na ngome ya kutokutii. Nakuita lakini wewe mwenye vipawa, mwenye uzuri, mwenye nini, na iona ngome ya Lucifer kwako. Ndio maana tukasema utii sio unyonge. Neno utukufu. Utukufu sio lijambo, sio watu wanasikiaga hivyo. Utukufu wanafikiri sijui kitu gani. Utukufu maana yake mvuto, uzuri, utajiri, fahari, nguvu. Jumla ya mambo yote yenye nguvu ndio yanatengeneza neno glory. Watu wakija kwako hawaoni utukufu wa utajiri, wa mvuto, wa uzuri, wa chochote hawaoni. Hakuna utukufu lolote. Wewe kazi yako kumuimba Bwana tu. Bwana umetukuka. Umetukuka. Tuone utukufu wako. Utukufu unaonyesha akili yako ilivyo. Ndio akili ya Kristo. Mng'ao, nguvu, uwezo, utajiri. Yote haya utukufu ndio unaleta neno heshima. Ungejua utii unakupa utukufu fulani. Kila mtu anatamani kukaa na wewe. Kila mtu lazima angekuwa mke wangu huyo. Angekuwa mume wangu huyo. Haijalishi una vipawa namna gani, una akili namna gani, una uwezo namna gani, haijalishi neema ulionayo. Ukipigwa kwenye hekima basi.
iondolewe hekima tu basi. Sasa tunajifunza leo. Ninasemaga mara nyingine, lakini naona leo nisisitize. Haijalishi una vipawa, una utukufu kiasi gani, ukikosea kwenye hekima inaweza kukuponza. Haijalishi mwanamume mtanashati au mwanamke mrembo kiasi gani, ukikosea kwenye hekima itakuponza. Hekima ni nini? Actually, hekima ni kuamua tu na kutenda kwa usahihi. Jambo dogo sana, kuamua na kutenda kwa usahihi. Maana tu uamuzi huu ni sahihi, usemi huu ni sahihi, neno hili ni sahihi, kusema namna hii ni sahihi, wakati ni sahihi, mahali ni sahihi, namna ninavyotenda ni sahihi, mtu au watu ninaotenda kwao, naosema nao au naosema naye ni mtu sahihi, mazingira ni sahihi, nina taarifa sahihi, nina moyo sahihi. Ndio inaitwa hekima. Usitafute kuwa kiongozi kama huna hekima. Hata hii mambo ya mume mke hii, kuwa kwanza kwenye hekima. Hata kwenye mambo ya biashara haya, kuwa sana kwenye hekima. Uamuzi wako ni sahihi, pima, sikurupuke. Usemi ni sahihi, neno lile lichague ni sahihi. Hivi namna ninavyosema hivi ni sahihi. Inawezekana una pointi kabisa, swala ni namna unavyosema. Inawezekana mahali unaposemea, wakati unaosema, mtu ambaye unasema kwake, mazingira unayosemea yakaharibu kila kitu. Wengi mmepata hasara kwa sababu ya kukosea kitu hekima. Hekima inasababisha hata kifo ukikosea hekima. Hata ukapoteza maisha yako, ukapoteza kazi, ukapoteza marafiki, ukapoteza utukufu wako wote uliojikusanyia, ukapotea. Sababu ya hekima. Katika masomo yaliyojaa kwenye Biblia, moja hapo hekima, nyingine upumbavu. Mbavu sio tu stasiana tukana. Katika mambo maneno yaliyojaa kwenye Biblia, hekima. Pungukiwa hekima mama, punguza thamani yako na umehatarisha maisha yako. Hata utukufu wako umehatarisha. Hata utukufu wa neema. Urembo wa mtu ni utukufu. Unapoenda saluni, unatafuta, unajiongezea utukufu, sio mbaya. Lakini ukishajiongezea utukufu, naambia Mungu nipe hekima. Ukikosea ule utukufu, ukikosea hekima mahali popote pale, la heri usingeweka. Lakini ukikosea tu hekima mahali fulani, na utajiri wako unakufia. Sikiliza, Mungu anampa Sulemani ukuu. Anamuona, anamtazama. Atakuwa na tamaa ya ukuu anaopewa au tamaa ya kinacholinda ukuu wake. Huyu atafika mbali au ataishia njiani tu? Sulemani baada ya kusema Baba nakushukuru sababu umeniona, umenipima kwenye mizani yako. Mene na Perezi na Tekeli ile nzuri, nafaa kwa mfalme. Sulemani alisema hapa nisipoomba hekima yamenishinda. Na Mungu akamwambia wewe ndio una akili. Unatafuta ukuu kabla ya hekima. Mbona ukuu wako ndio utakao kuangusha? Utukufu wote unaotafuta kabla ya hekima ndio utakao kudondosha. Nasema wewe wala ukujitakia siku nyingi za kuishi, wala mali, wala nini.
umetafuta hekima kwa sababu mimi nilikupa kutawala watu wangu. Ukuona hilo ni jambo jepesi mpaka umeomba hekima kutoka kwangu. Sasa kwa hekima nitakayekupa sasa itakufaa kuwa na mali, jina kubwa na utajiri mwingi. Kama ongezea hivi. Mtu mwenye hekima atafaa kutawala, atafaa kuwa na mali, atafaa kuwa tajiri. Suleiman alikuwa na wanawake wengi 1000 kwa ujumla, wake zake 1000, lakini wengi walitafutiwa na wazazi wao. Wazazi walikuwa wafalme, watu wakubwa. Kila mtu mkubwa alitamani binti yake awe mke wa Suleiman. Kumbuka mwanzo alianzia wapi? Alipopewa kutawala, akaenda kwa baba kuomba hekima. Omba chote. Akasema omba tu hekima. Akamwambia wewe ndio unajua mambo. Kwa sababu umeomba kinachoshikilia na kulinda ninachokupa. Sasa nitakupa na kingine na kingine. Kwa sababu vyote hivi utaviweza tu ili umejenga hekima. Nitakupa mali na utajiri. Suleiman yeye vijana aligombewa. Wafalme waligombea watoto wao waolewe na Suleiman. Ndio maana mwisho akajikuta anaoa watu na miungu yao. Hakuwaleta kwa Mungu wa Israeli. Wanawake warembo watu wafalme. Wanampa bwana, naomba uchukue binti yangu. Naomba uchukue binti yangu. Naomba uchukue binti yangu. Vijana wa siku hizi mnakibiwa na mabinti wenyewe. Suleiman wazazi walibembeleza. Malkia walibembeleza kina Bashiba. Malkia Shiba sio nini? Walibembeleza. Suleiman alibembelezwa. Alivyosheheni ile hekima. Ile hekima ikatikisa dunia. Kila mtu alitamani. Hakuna mtu mzuri kuishi naye kama mwenye hekima. Kama mnavyomuelewa vibaya huyu nani? Mke wa Samsoni. Delila niwafundisha. Ndivyo wapumbavu wengi mnamuelewa vibaya Suleiman. Ngoma nzito ile. Ngoma ilitafutwa na wafalme wenye akili, wanawake wenye vyeo, malkia walitafuta, naomba niwe mke wako. Wapenzi, duniani pa Mungu ukinyimwa hekima omba. Ukipungukiwa na hekima hatari sana. Utii na hekima ogopa sana kuishiwa vitu hivyo. Ogopa sana. Sema tunaweza kumpa Mungu maelezo kwa neno moja moja. Moja hapo ni hekima. Maana unapotembea hapo niangalie, tazama miguu yangu, tazama tu. Ukitibua hekima hii, kitakachotokea ni vituko. Angaliaga mguu wa kushoto ukienda mbele, wa kulia unaenda wapi, na mkono wa kushoto unaenda wapi, na mkono wa kulia unaenda wapi. Tibua uone. Si unataka kuharakisha, pelekaga vitu, kipeleka mguu mbele na mkono huko mbele. Na umetoka saloni umependeza, watu njiani fiatu. Tayari. Katibua tu hekima ya Mungu. Ili ukitoka saloni upendeze, fuata hekima ya Mungu. Mguu ukienda huku, unarudi nyuma, mkono unatakiwa uende wapi? Sio? Tunapokula kuna hekima. Kula kwenye ni hekima. Ndio maana watu wengine mnapokula hawapendi kuzungumza. Kwa sababu chakula kikisha finyangwa kwenye mdomo kinaanza kutapisha. Wewe mwenyewe ukitema ukipendi mpaka umeze. Siri ya chakula kilichotafuna ni tumbo. Ndio nayependaga. Wewe mwenyewe upendi, tafuna naftema. Fangalia. Pilau uliyosema tamu, tafuna tema. Mungu ana akili. Anayependaga chakula kilichotafunwa ni tumbo. Sio wewe. Ndio unapokula fumba mdomo. Unataka hata kwa peke yake. Na kusema
mtu mtaka kuenjoy chakula, anachowezaga kukiona chakula kilichotafuna ni tumbo tu. Mimi na wewe hatuwezi. Unisifumbe mdomo. Wanafundisha hekima, namna ya kuendesha mambo kiusahihi, usipate hasara. Sio tu vipawa rafiki, sio tu karama, sio tu praise nzuri, vinalindwa vyote, vina hekima. Unapoambiwa heshimu watu wadogo na wakubwa, nini hekima? Mtu anavutika anapoheshimiwa. Basi mwanadamu ameumbiwa hivyo, yuko kama Mungu tu. Ukimheshimu tu, hata mtoto mdogo msalimie ukainama hivi, anavutika. Heshima ni hekima tu ya kuwavuta watu kwako, sio utumwa unaovutia kwako. Ndio maana viongozi wa janja wa siasa wana hekima, ana heshima hata za uongo tu, lakini ana akili basi. Jamani, wana heshima au sio? Naomi, mnaendeleaje? Mlokuwa anakuja pale, mshindwe katika jina la Yesu. Wewe mtoto, wewe unakuwa kama mtoto wa paka wewe. Unamvuta mtu kwako anayehisi unamheshimu. Hekima nakwambia, usikiengee kitu kwa kushawishiwa na kugeuzwa tu moyo. Kila unaloambiwa wewe umo, unaongozwa na kuambiwa. Katika vitu nilikuwa nampendea Kikwete ni ule usemi wake, maneno ya kuambiwa changanya na kwako, akili za mwenzio changanya na kwako. Anakwambia hekima, wewe nenda kwa akili za mwenzio na maneno ya kuambiwa, kula mzinga. Hekima haitaki uende kwa hofu. Hofu ni adui. Hofu hudanganya. Hofu huhadaa. Hofu hupinga hata mahali ambapo hataki kupingwa. Hofu kuonyesha haliwezekaniki linalowezekanika. Hofu ukufanya ukimbie, hakuna kinachokukimbiza. Hofu inakufanya kushindwa wakati ni mshindi. Hofu inakufanya uonekane huna nguvu, kumbe una nguvu. Hofu inakufanya uonekane huna akili, kumbe una akili. Hekima inakwambia usiende kwa wasiwasi. Ndio maana mambo yanabidi kuombewa sana. Napoambia tunapotakiwa kuwaombea mambo haya, mnatuona si maana shauri zenu. Hekima inakwambia hivi, maneno ya kuambiwa, akili za mwenzako, usiende kwa kusikia. Hekima inakwambia usiende kwa kisasi. Alinifanyia hivi, lazima nimfanyie hivi. Wewe umeshakula hasara. Hekima inakwambia usiende kwa kukomoa. Wote waliopania kukomoa wameishia kukomolewa au kujikomoa. Hekima inakwambia usiende kwa kukurupuka. Usilipuke. Usiropoke. Hekima inakufundisha subira ya vuta heri. Acha tabia ya kukurupuka, ya kurupuka. Anayekwambia unamfahamu moyo wake, unafahamu siri zake, unamfahamu anakuaje akiwa nyuma yako wewe. Kila mtu kwa mbele ya mwenzie ni mzuri, akiwa nyuma yako unamfahamu. Hata rafiki yako wa karibu umfahamu akiwa nyuma yako. Hata huyo rafiki yako wa karibu umfahamu. Hekima inakwambia una taarifa zake huyu anayekwambia za kutosha. Hekima ni elimu. Ndio maana unahitaji mafunzo sahihi. Hekima inahitaji kutafuta ushauri polepole. Inahitaji kukua moyo. Majibu ya mambo mengine ni moyo mpana. Kuwa moyo tu.
Kwa mfano ziko tabia kwa mwenzio unaziona, jibu lake badilika wewe. Badilika wewe. Moyo unakuwa kwa mambo magumu. Hekima inahitaji ufahamu fulani ambao unakusanywa, maarifa fulani unakusanywa katika kipindi fulani cha maisha, kwa matukio yanayokutokea, mambo unayopata, yote haya yanatengeneza ndani yako hekima na moyo uliopanuka. Ndio maana hekima hukua kwa kadri unavyoongezeka umri wako pia. Na kadri unavyoongezeka mapito yanakuwa ni mengi. Unajua hekima pia inakuwa kwa makosa yako mengi na kushindwa kwako kwingi. Vyote vile hukusanya hekima kuliko mtu anayetaka kwenda kwa mteremko tu. Anafikiri dunia kukiwa hakuna makosa, hakuna nini, anafikiri kukiwa kama line hivi ndio anakuwa, ndio unakufa wewe. Unaweza kuwa hekima kuamua watu mwenyewe hujapitia kwenye moyo uliochubuliwa na kuchomwa na miba na kupigwa misumari sawa sawa. Wengi tumeelewa vibaya mpaka hapa tunataka mambo mazuri, maneno mazuri, kubembelezwa kiuongo. Tabia mbaya inaweza kuwa na moyo mzuri, na moyo mzuri unaweza kuwa pia na tabia mbaya. Kwa hiyo swala kuchukuliana hapo na vitu kama hivyo. Ukionaga kila ulilonalo unatafuta mahali pa kupumulia, pa kusemea, mama badilika kwanza.